mnapotolewa salamu, fahayyu bi ahsana minha, nyinyi naye rudisheni hiyo salamu katika njia iliyokuwa nzuri zaidi, au rudisha kama ulivyoamkuliwa. Ndio kuna siku Mtume sallallahu amekaa pamoja na maswahaba, anazungumza na wao, anawaeleza wao, anauliza maswali. Akaingia sahaba mmoja kwenye mlango. Ule sahaba akasema assalamu alaikum, wakamuitikia wa alaikumus salam. Kisha Mtume akasema 10, 10. Wakanyamaza, akaendelea na mambo yake, wanazungumza nao. Mara akaingia sahaba wa pili akasema assalamu alaikum wa rahmatullah, wakamuitikia. Baada ya kumuitikia Mtume akasema 20. Wakakaa tena, baada ya muda akaingia mtu wa tatu akasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kuitikiwa Mtume akasema 30. Maswahaba wakamuuliza Mtume, Rasulullah, hii 10 na huyu 20 na huyu 30, hebu tuelezee nini maana yake hii? Akasema unaposema assalamu alaikum unaandikiwa thawabu 10. Ibn al-Qayyim al-Jawzi anasema unapandishwa daraja 10. Daraja 10 unapandishwa mbele ya Mungu. Maana ndio maana Mwenyezi Mungu aliposema kwamba inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba, kila kitu inahesabiwa. Maana yake hapo unaandikiwa kulingana na vile ulivyotoa. Na unaposema assalamu alaikum wa rahmatullah unaandikiwa thawabu 20. Na unaposema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh unaandikiwa thawabu 30. Na ndio unaona hii assalamu alaikum, yule anayetoa na yule anayejibu wote wawili watalipwa kulingana na vile walivyotoa na kulingana na vile walivyojibu. Mimi nitakapotoa assalamu alaikum, wewe ukaitikia wa alaikumus salam wa rahmatullah, wewe una thawabu 20, mimi nina thawabu 10. Na lau utaitikia wa rahmatullahi wa barakatuh, wewe una thawabu 30 na mimi nina thawabu 10. Ndio pale Mwenyezi Mungu aliposema kwamba wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha, mtakapoamkuliwa naye amkueni, rudisheni maamkuzi hayo kwa namna nzuri kuliko ile aliyotoa ule bwana. Mfano mimi nimekutolea salamu assalamu alaikum, namna nzuri kuliko yangu hii ni wewe ujibu useme wa alaikumus salam wa rahmatullah, ama useme wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ndio Mwenyezi Mungu anakusudia hapa. Au rudduha, ama irudishe kama alivyokuamkua. Nimekuamkua assalamu alaikum, rudisha wa alaikum salam. Ikiwa bado unaona umechoka na kazi na haraka, angalau rudishe tu kama ulivyoweza kuamkuliwa, wewe pia rudisha.